Na mtazamaji, nazungumza na Emilian Ungere. Yeye ni baba wa kijana ambaye alikuwa akisoma kidato cha 4 katika shule ya Bukimao. Na pole sana. Asante sana mwandishi. Ndio. Taarifa ya msiba umeipata lini? Taarifa ya msiba nimeipata siku ya juzi majira ya saa 8 mchana. Ndio. Na kabla ya hapo ulipata taarifa yoyote kwamba mtoto anaumwa? Kabla ya hapo nilipata taarifa kutoka kwa mkuu wa shule akiwa ananiambia kwamba mtoto amepata tatizo, anaumwa, tumemkimbiza hospitalini kutoka kwa mkuu wa shule majira ya saa 7. Ndio. Na baada ya hapo ulibahatika kuweza kwenda au? Ndio, baada ya hapo wakati nafanya jitihada za kwenda nilipata tena taarifa kutoka kwa mkuu wa shule ambaye aliniambia kwamba mtoto tayari amekushafariki kwa bahati mbaya. Basi mimi nilitoka nikaenda mpaka katika kituo cha afya Nyororo, nikaenda kuonana na daktari, lakini daktari aliniambia bwana, huyu kijana ameletwa hapa amekushakufa. Na mimi nilipomuuliza tatizo lilikuwa nini, daktari aliniambia kwamba huyu mtoto anaonekana anatoka damu nyingi kichwani. Baada ya hapo kwenda kutuonesha mwili, tukamtambua kwamba kweli ni mtoto wetu, lakini alikuwa anatoka damu nyingi kichwani, alikuwa na jeraha kisogoni, ambapo tukaona mkuu wa shule ametudanganya. Kwa nini ametuambia mtoto anaumwa na kumbe amepata ajali ambayo amepigwa. Kwa hiyo baada ya kwanza kutafuta taarifa kutoka pale kijijini, tukapata tetesi kwamba mtoto amepigwa. Kwa hiyo tunaendelea na utaratibu. Na taarifa za kijijini ambazo umepata kwamba mtoto amepigwa, mazingira ya kupigwa wanasema alikuwaje? Kwamba alipigwa kama mwanafunzi tu wanaoadhibiwa wanafunzi wengine, ama alikuwa akipigwa kama mtu anayeshambuliwa? Kwa kweli ndugu mwandishi, hili tukio linatatanisha sana, kwa sababu kabla ya hizo taarifa zote za mtoto kuumwa, tukirudi nyuma kabisa, patron wa hiyo shule alipiga simu usiku, alitupigia sisi wazazi na akatuarifu kwamba mtoto anatuhumiwa na wanafunzi wenzake kwamba ameiba mashine ya kunyorea pamoja na kiredio cha masikioni ambacho si hatujui kikoje. Lakini kitu cha kusikitisha na kustaajabisha zaidi, muda huu ambao anaongea saa 8 ya usiku hakuwa shuleni, alikuwa nje ya shule na walikuwa wako kwenye kijiji, ambapo sisi tukamuuliza kwa nini usiku huu na kwa nini mko kijijini na mko na mtoto wetu? Akasema ndio, tuko na mtoto wenu, mnaweza kuongea naye. Kwa kweli sisi tuliongea na mtoto usiku ule. Mtoto alikuwa anaonekana yuko katika hali ngumu kama amebanwa, lakini mtoto tulimuuliza kwa nini mko kijijini, akatueleza kwamba anatuhumiwa na hilo tatizo. Lakini baada ya hapo yule patron alikata simu na hakupokea tena simu yetu mpaka saa 5, na nilitumia jitihada nyingi sana kumtafuta kwa sababu walikuwa wako nje ya shule. Lakini baadaye tukawa tunafanya mpango wa kwenda wapi, shuleni, ndipo tulipopokea simu ya mkuu kutuambia mtoto anaumwa sana, anaenda amepelekwa hospitalini. Kwa hiyo kwa kweli kilichotokea ndio hicho ndugu mwandishi. Kwa hiyo tunaacha polisi ifanye kazi yake. Sasa kwamba walikuwa usiku nje ya shule, mtoto alikuwa akiishi bweni au alikuwa akiishi mtaani? Mtoto wetu sisi anaishi bwenini. Anakaa bwenini, na mara nyingi anapokuwa amepata tatizo lolote la kiafya la nini, huwa tunapewa taarifa mapema na patron ambaye ndo analea watoto. Lakini kwa siku hiyo haikuwa hivyo. Alitupa taarifa za kumtuhumu mtoto, lakini taarifa za ugonjwa tulishangaa kwa nini tuambiwe na mkuu wa shule, kitu ambacho hakijai kutokea miaka yote ambapo mtoto wetu anasoma pale. Sasa hizi ni mwaka wa 4. Hatujai kupewa taarifa yoyote na mkuu wa shule, lakini watu tunapewa taarifa na patron ambaye yeye ndo analea watoto pale nyumbani pale shule. Na utaratibu wa shule ukoje ambao wazazi mnaujua kwamba mwanafunzi anatakiwa kuwapo eneo la shule muda gani? Sisi fomu ambazo tumezijaza zinasema kwamba mwanafunzi anatakiwa kuwepo eneo la shule wakati wote akiwa shuleni. Wakati wote anatakiwa kuwepo eneo la shule isipokuwa wanapokuwa kwenye michezo na kanisani, lakini muda mwingine wote mwanafunzi anatakiwa kuwa eneo la shule.
Kwa siku hiyo ambayo napigiwa simu kwamba mtoto tupo naye kijijini, ilikuwa ni siku ya michezo au ni siku ya kanisa? Ilikuwa ni usiku wa manane, mheshimiwa mwandishi. Kwa hiyo hakuna michezo inafanyika usiku. Walikuwa wamemtuhumu na wanamtembeza kijijini kwamba aende akaonyesha alikoweka hiyo mashine ya kunyolea na hicho kiredio, kwamba ndio wanakitafuta usiku wa manane huko kijijini. Na hivi vitu ambavyo walimtuhumu navyo, mashine pamoja na redio, ni vitu vya nani? Vya mwalimu ama vya wanakijiji au vya wanafunzi? Kwa mujibu wa aliyetupigia simu, alisema ni vitu vya wanafunzi, kwa sababu alisema anatumiwa na wanafunzi, amewaibia mashine ya kunyolea na kiredio. Kwa hiyo ni vitu vya wanafunzi katika bweni hilo. Katika fomu ya shule kwamba mwanafunzi anatakiwa kwenda na redio, anatakiwa kwenda na mashine ya kunyolea shuleni? Hapana, katika fomu za shule mwanafunzi haruhusiwi kwenda na chombo chochote cha moto, ikiwepo simu na vyombo vyote vinavyotumia umeme. Hairuhusiwi kabisa pale shuleni, na sisi tuliambiwa ni kosa kubwa vitu hivyo vikiwepo, na atakayebainika atafukuzwa shule. Na sisi mtoto wetu hatujawahi kumwachia simu wala kitu chochote cha umeme pale shuleni, na kwa sababu ni amri na kwenye fomu zetu ipo. Na sasa unasema kwamba walikuwa na wanafunzi wenzake ambao wamemtuhumu kuiba simu pamoja, kuiba redio pamoja na mashine ya kunyolea. Hao wanafunzi ni watoto wa nani? Ni watoto wa huyo patron, watoto wa mkuu wa shule, au mtoto wa nani? Sasa mheshimiwa, hilo mimi sielewi kwa sababu sikuwepo eneo la tukio. Lakini kwa mujibu wa patron, labda yeye ndo ana mengi ya kutuambia, pamoja na mkuu wa shule, ambapo napo tumemuuliza ameshindwa kutoa maelezo ya kueleweka. Kwa kweli sisi kama familia tumeshindwa kumuelewa mkuu wa shule, kwa sababu hajatupa maelezo ya kutosha kuhusu kifo cha mwanetu. Labda nyinyi wazazi, wakati anakwenda shule, mlishawahi kumpa labda redio ama hiyo mashine ya kunyolea, kwamba labda walikuwa wakimtuhumu kwa vitu vya kwake? Hapana, hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu utaratibu wa shule unakataa. Hatuwezi kuvunja sheria za shule kwa makusudi. Sisi kama wazazi hatuwezi kufanya hivyo. Baada sasa ya taarifa ya kwamba, taarifa ya kwanza mtoto yupo kijijini, taarifa ya pili kutoka kwa mkuu wa shule kwamba mtoto anaumwa, na taarifa ya tatu mtoto amefariki, mlichukua hatua gani? Sisi hatua tuliochukua, tulikwenda hospitalini tukatambua mwili. Baada ya kutambua mwili, tulirudisha mwili wa marehemu katika hospitali ya mji Mafinga, lakini tukafata taratibu za kipolisi. Tulienda polisi kwa ajili ya kutoa maelezo. Tulitoa maelezo yetu pale, lakini tukataka kujua pia pale polisi, kwa sababu tulikuta tayari hiyo kesi ipo, tupate maelezo kutoka kwa wenzetu. Akasema wanaendelea na upelelezi, kwa hiyo tunasubiri taarifa ya polisi pia. Makuzi ya mtoto labda nyumbani, toka amezaliwa, toka ameanza shule ya msingi mpaka sekondari, alishawahi kuwa na matukio haya ya udokozi? Kwa watoto hivi vitu vya kudokoa, sijui pipi, didi, ni kawaida kwa watoto kudokoa sukari na didi nyumbani. Watoto wanajifunza vitu vingi, wanajaribu vitu vingi. Mtoto wetu hakuna tabia ya wizi, ila vitu vya udokozi mdogo kama sukari nini ni kawaida kwa watoto wote tunawalea, lakini huwa tunawafundisha kama wazazi, kwa sababu ndio muda wao wa kujifunza. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mtoto wangapi kwako? Huyu ni mtoto wangu wa kwanza. Mtoto wangu wa kwanza kumzaa, lakini mimi ni baba wa watoto watatu. Ndio, kwa hiyo alikuwa mtoto wangu wa kwanza kumzaa. Pole sana. Inauma, nashukuru sana. Lakini labda nitoe wito. Nitoe wito kwa walimu, nitoe wito kwa viongozi wa ile shule. Sisi tunaomba haki itendeke. Tunaomba ukweli ufahamike. Tunaomba tujue ukweli wa tukio lote. Nini kilitokea kwa mtoto wetu, lakini pia iwe fundisho ili isije karudia tena kwa mtoto mwingine. Kwa kweli inaumiza sana kupoteza mtoto ambaye ni mzaliwa wako wa kwanza na una matarajio naye makubwa. Ukiwa umelala nyumbani, unajua mtoto yuko sehemu salama, lakini kumbe mtoto anatembezwa huko mitaani na mwalimu ambaye mmempa dhamana ya kulea mtoto wenu. Kwa kweli inaudhudisha sana. Pole sana. Pole. Na mtazamaji wa Matukio Daima, kwamba ni baba wa kijana ambaye ameuawa kwa kupigwa na watu ama mtu asifahamika, lakini kwamba taarifa za awali zinaonyesha kwamba ni patroni pamoja na wanafunzi wenzake. Hili ni tukio la pili kutokea katika
mkoa wa Iringa. Tukio la kwanza lilitokea wilayani Kilolo katika shule ya msingi Ilamba, ambapo mwalimu aliweza kumteka mwanafunzi na kumuua, na hadi hivi sasa kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James, mtuhumiwa amekamatwa. Na chanzo cha mwalimu huyo kumteka mwanafunzi ni ugomvi kati ya familia, kati ya mzazi na mwalimu. Lakini leo tena tunapata tukio hili kutoka shule ya msingi Bukimawe, shule ya sekondari Bukimawe, mwanafunzi wa kidato cha 4 akiuawa kwa kipigo na wakimtuhumu wizi wa mashine pamoja na redio. Mimi ni Francis Godwin, bado tunaendelea kufuatilia hatua kwa hatua. Endelea kuwa nasi. Ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Marehemu Lawrence apumzike kwa amani. Amina. Tunashukuru chama kwa kuendesha zoezi hili, kama nilivyotangaza awali kwamba baada ya mashada tutapata historia ya marehemu. Wakati huo mwenyekiti wa serikali ukijiandaa kwa ajili ya matangazo ya jumla. Mwakilishi, shukrani. Karibu. Historia fupi ya marehemu Kojak Emilian Ungele. Marehemu Kojak ni mtoto wa kwanza wa familia ya Emilian Ungele. Alizaliwa tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2007 katika hospitali ya wilaya ya Mfindi. Elimu. Marehemu alisoma shule ya msingi Kinyanambo kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2021 alihitimu elimu. Marehemu aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya Bukimau iliyopo Bumilalinga kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa 2026 akiwa kidato cha 4. Ubatizo. Marehemu alibatizwa mwaka 2019 katika kanisa la Katoliki Parokia ya Mafinga. Kipaimara. Marehemu alipata kipaimara mwaka 2020 katika Parokia ya Mafinga. Kifo. Marehemu alifariki kutokana na majeraha ya kupigwa akiwa shuleni kwao Bukimau Bumilalinga tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Marehemu amefariki akiwa kidato cha 4. Marehemu alimpenda Mungu. Alikuwa mtoto msikivu asiye na kiburi. Alikuwa anapenda ushirikiano na kila mtu. Alikuwa mcheshi. Alipenda kujifunza vitu. Alipokosea alijua kukiri na kuomba samahani. Shukrani. Familia ya Emilian Ungele inatoa shukrani za kipekee kwa madaktari na manesi wa hospitali ya kituo cha afya Nyololo kwa kupokea mwili wa marehemu na kuhifadhi mpaka familia ilipokwenda kutambua. Shukrani pia kwa DMO na uongozi wa hospitali kwa kutupatia usafiri uliowezesha kusafirisha mwili kutoka Nyololo mpaka hospitali ya wilaya ya Mafinga. Shukrani kwa madaktari na manesi wa hospitali ya Mafinga kwa kutupokea na kuchunguza na uhifadhi wa mwili kwa siku zote mbili. Shukrani kwa jeshi la polisi kwa ushirikiano waliotupatia familia wakati huu wa matatizo. Tangu kupata taarifa hii mpaka sasa tunampumzisha. Shukrani kwa wote waliojitolea, vyombo vya usafiri na kwa waliosaidia kuandaa nyumba ya kupumzika la Kojak. Tunashukuru ndugu, jamaa na marafiki wote kwa ushirikiano wote katika kipindi hiki cha msiba, kwa majitoleo yenu kuanzia usafiri hadi waliotuandalia nyumba ya marehemu. Mungu awabariki na muendelee kuwa nasi. Amina. Asante sana.
historia fupi ya marehemu kijana wetu, lakini ndani ya historia hiyo kuna shukrani tayari kama familia zimetolewa, na familia hii ni ya watu wasomi kidogo, na marehemu ameondoka akiwa anataka kufuata PhD, lakini Mwenyezi Mungu akasema uishie hapo. Mwenyekiti, karibu. Asante ndugu MC kwa kunipa nafasi. Ndugu waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Nitumie nafasi hii kuwapa pole sana familia ya Emil, lakini pia nitumie nafasi hii kuwapa pole sana ndugu jamaa na marafiki walioguswa na kifo hiki cha kijana huyu. Tunawapa pole sana, lakini pia tunawaombea familia kwa Mwenyezi Mungu waweze kuvuka salama katika kipindi hiki kigumu. Sisi kama mtaa wa Tanganyika tumepokea kwa masikitiko sana kifo cha kijana huyu, kwa sababu alikuwa mdogo na pia alikuwa na ndoto nyingi. Hatujui hapo baadaye angekuja kuwa nani, lakini ndio hivyo tena, hatuna cha kusema zaidi ya kumshukuru Mungu, maana imeandikwa tumshukuru Mungu kwa yote. Poleni sana familia. Niombe sasa, baada ya kutoa salamu hizo fupi, nimkaribishe mtu aliyoandaliwa kwa ajili ya kusoma michango aweze kuja. Kwa majina naitwa Michael Batazali Melikio, ni kiongozi mkuu katika shule ya Bukimau. Kwa kweli mimi nasikitika sana na siwezi nikasema sana. Taarifa zote zipo katika uongozi wetu. Kwa kweli taarifa kamili zinapatikana katika uongozi wetu. Na mtamkumbuka kwa lipi marehemu? Rudia mwandishi. Unamkumbuka kwa lipi marehemu? Naumia sana. Majina naitwa Nasma Jamasi, ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Kwa kweli tuna masikitiko makubwa sana kwa kuondokewa na mwenzetu ambaye ni mwanafunzi mwenzetu katika kidato cha 4. Tutamkumbuka kwa mengi ambayo alikuwa tunafanya naye pamoja. Naam, hii ni safari ya mwisho ya Lawrence Ugere ama Kajori, ambaye alikuwa akisoma shule ya sekondari kidato cha 4 katika sekondari moja iliyopo Bumilainga. Kifo chake kinaacha simulizi kubwa. Kifo chake kinaacha maswali mengi kuliko majibu. Na moja kati ya vitu ambavyo ndugu, jamaa na wengi wanajiuliza namna ambavyo kifo hichi kilitokea. Yapata majira ya saa 8 usiku ambapo familia ilipigiwa simu kwamba kijana akituhumiwa kuiba mashine ya kunyolea pamoja na redio. Maswali ambayo yanaachwa saa 8 usiku. Taratibu wa shule ukoje? Kwa watoto wanatakiwa kuwapo shuleni wakati gani? Yawezekana wanafunzi wanatakiwa kuwapo nje ya shule siku ya michezo Jumapili, sawa. Saa 8 usiku michezo gani ambayo inachezwa? Yawezekana ni miongoni mwa maswali yasiyopata majibu moja kwa moja. Lakini najiuliza fomu za kujiunga na shule zikoje?